Watu wanapenda kugusana mikono katika namna mbalimbali. Wewe, kuna baadhi ya binadamu ambao unapenda kuigusa mikono yao katika namna tofauti tofauti. Unapokutana na Mwajuma, namna ambavyo unaugusa mkono wake ni tofauti na unavyokutana na Aisha, lakini ni tofauti na unavyokutana na mtu mwingine. Utofauti wa mguso ambao huwa unauonesha kwa mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine si kwamba huwa unapanga, bali ni kitu ambacho huwa kinatokea automatic. Ulishawahi kujiuliza ni kwa nini hali hiyo ya utofauti wa miguso ya mikono ambao huwa unatofautiana kwa mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine huwa unatokea hata wewe mwenyewe? Namna ambavyo watu mbalimbali wanakushika mkono wako hutofautiana kwa mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine. Wapo baadhi ya binadamu ambao wanapokuwa karibu na wewe wanakushika kwenye kiganja chako cha mkono, lakini wapo baadhi ya binadamu ambao pindi wanapokuwa karibu na wewe wanakugusa juu kidogo ya kiganja chako cha mkono, na wapo wengine ambao pindi wanapokuwa karibu na wewe wanatumia vidole vyao vidogo wanaunganisha na kidole chako kidogo, kisha wanajisikia vizuri. Ulishawahi kujiuliza ni kwa nini hali hiyo pia inakutokea kwa watu tofauti tofauti? Kwa sababu saikolojia inajifunza mengi kuhusiana na wanadamu. Hata hili pia saikolojia ina majibu yake. Leo utakwenda kujifunza saikolojia ya ajabu ambayo itakwenda kukuacha mdomo wazi, na kuanzia leo mtu akikugusa tu utajua anamaanisha kitu gani, kwani hali hiyo huwa inakuja bila hata yeye kupanga, lakini utakavyoiona itakuwa inawakilisha kitu ambacho kipo ndani ya moyo wake. Kama nawe ni moja kati ya binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, amini video hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Hivi ndivyo miguso tofauti tofauti katika mikono yako inavyomaanisha katika ulimwengu wa saikolojia. Namba 1, ikiwa wewe ni mwanadamu ambaye pindi unapokutana na mtu fulani anapenda kugusanisha kiganja chake na kiganja chako, alafu anavishona vidole vyake kwenye vidole vyako, yani ni kama inavyoonekana katika picha hii. Mara nyingi ishara hii hujidhihirisha kwa watu wa jinsia mbili tofauti. Ni ngumu kumkuta mwanaume amemshika mwanaume mwenzie katika staili hii, lakini ni vigumu kumkuta mwanamke amemshika mwanamke mwenzie katika staili hii. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, ikiwa wewe ni mwanadamu ambaye yupo mtu ambaye kila anapokuona anapenda kukushika katika staili hii, ujue ni mtu mwenye upendo na wewe. Ina maana kitendo cha kuunganisha vidole vyake na vidole vyako ni ishara inayosema nipo pamoja nawe na hakuna mahali pengine ningependa kuwa zaidi ya hapa nilipo. Mara nyingi ishara hii hata watu ambao wapo katika mahusiano wanapenda kuitumia kushikana, na ni staili maarufu sana ulimwenguni kote. Lakini wakati mwingine inawezekana mtu ambaye anakushika katika staili hii sio mtu ambaye upo naye katika mahusiano, lakini utakapobaini mtu huyo anapenda kukushika mara kwa mara katika staili hii, ujue pia ni mtu ambaye anakupenda, yani moyo wake uko pamoja na wewe, anajisikia salama pindi anapokuwa karibu na wewe, hana sehemu nyingine ambayo anaweza kwenda isipokuwa. Aina hiyo ya mguso inaonyesha uhusiano wenu wa karibu, mshikamano wenu imara na jinsi mnavyoshirikiana katika mambo mbalimbali. Hakuna kinachoweza kuwatenganisha kirahisi. Mara nyingi kushikana mikono kwa kuunganisha vidole huwa ndio mtindo wa kwanza ambao wanandoa wengi huanza nao, kwa sababu ni wa makusudi, wa kawaida, na unaonesha hisia za upendo wa karibu baina ya mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine. Namba 2, binadamu ambao wanapenda kushikana mikono katika namna ambayo mwanadamu mmoja kiganja chake kinakuwa kimeelekea juu na mwanadamu mwingine kiganja chake kikiwa kimeelekea chini. Mara nyingi aina hii ya mguso
hutokea baina ya watu wa jinsia mbili tofauti au watu ambao wapo katika mahusiano ya kimapenzi. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini utakapowaona wanadamu wameshikana mikono katika namna hii, ipo siri kubwa ya kisaikolojia ambayo ipo ndani yao. Kwanza kabisa, unatakiwa kujua kuwa yule mwanadamu ambaye kiganja chake cha mkono kipo chini na kimeelekea juu, huyo ni mwanadamu ambaye anapenda kuwa na ushawishi mkubwa katika mahusiano, lakini pia ndiye anayependa kuwa kiongozi katika mahusiano, na ni yeye ndiye anayetoa hisia za ulinzi na usalama katika mahusiano. Na ndiyo maana hata ukifanya utafiti katika mahusiano utagundua katika mguso wa aina hii, asilimia kubwa ya wanaume viganja vyao vya mikono huwa vinakuwa chini vikitazama juu, na wanawake wengi viganja vyao vinakuwa juu vikitazama chini. Ni kwa sababu asilimia kubwa ya wanaume ni viongozi katika mahusiano, lakini wao ndio watu ambao huwa wanahakikisha mahusiano yao yanakuwa salama, na wanawake wengi hujisikia salama wanapokuwa karibu na wanaume wa ndoto zao. Kwa hivyo, aina hii ya kushika mkono inamaanisha pia upo na mtu ambaye anakuamini sana, kwani mtindo huu huwa unaonesha kuwa watu wanaaminiana, wanajariana na wana tabia ya kulindana na kuthaminiana. Wakati mwingine inawezekana haupo kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu, lakini mara kwa mara anakuwa anapokutana na wewe anakushika kwa mtindo huu. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa ujue na kuyaweka akilini ni kuwa huenda mwanadamu huyo amevutiwa na wewe, anajihisi salama kihisia pindi anapokuwa karibu na wewe. Hivyo hakikisha unamsoma mtu ambaye anapenda kuwa karibu na wewe kwa kutumia aina ya mguso ambao anapenda kuuonesha katika mkono wako. Namba 3, mguso wa kiganja ambao haujabana sana. Kwa Kiingereza huwa wanaita loose grip, kama ambavyo inaonekana katika picha hii. Wapo baadhi ya wanadamu ambao wanapenda kuwashika watu wengine katika mtindo huu. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, ikiwa wewe ni mwanadamu ambaye yupo mtu ambaye kila unapokutana naye anapenda kuushika mkono wako katika namna hii, basi unatakiwa ujue kuwa huu ni mtindo wa kawaida kwa wanandoa waliodumu kwa muda mrefu na wanaoelewana vizuri sana. Kwao si lazima kushikana kwa nguvu ili kuonesha upendo, kwa sababu wanaamini hisia zao hazitegemei nguvu ya mshiko. Pamoja na kuwa aina hii ya mshiko ni maarufu zaidi kwa watu ambao wapo katika ndoa au wapo katika mahusiano ambayo yamedumu kwa muda mrefu, lakini pia inawezekana wewe ni moja kati ya wanadamu ambao kila wanapokutana na mtu fulani katika maisha yao, basi mtu huyo anakugusa katika mtindo huu. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini ni kuwa huyo ni mwanadamu mwenye hisia zenye nguvu juu yako, wala hisia zake hazitegemei mguso wenye nguvu, bali anakupenda kama ulivyo. Namba 4, mwanadamu anapokuwa anapenda kushika mkono wako kwa kutumia viganja vyake vyote viwili, yaani kiganja chako cha mkono kinakuwa katikati ya viganja vyake viwili vya mkono. Mara nyingi hali hii inaweza kutokea pindi mnapoangalia movie au pindi mnapotazama tukio fulani au pindi mnapokuwa mmekaa pamoja. Moja kati ya ujumbe ambao unatokana na aina hii ya mshiko ni kuwa mtu ambaye amekushikilia kwa kutumia viganja vyake vya mikono anakupa ujumbe wa kuwa pamoja na haya ambayo tunayafanya au pamoja na yote ambayo yanatokea, bado nahitaji kuendelea kuwa karibu na wewe zaidi. Wakati mwingine inawezekana mnapitia maumivu fulani au changamoto fulani za maisha. Baada ya kuzungumza kuhusiana na changamoto mbalimbali za maisha ambazo mnazipitia, ukaona mwenza wako anakushika kwa namna hii, hii inatakiwa kukupa ujumbe kuwa pamoja na changamoto, maumivu na magumu ambayo tunayapitia kwenye maisha yetu, bado nahitaji kuendelea kuwa karibu na wewe. Namba 5, unapokuwa na mtu alafu mtu huyo akapenda kuzungusha mkono wake kwenye mabega yako, huku viganja vyake vya mikono vikikutana na viganja vyako vya mikono, alafu akashona vidole vyake kwenye vidole vyako.
Endapo mwanadamu atakuwa anakuonesha ishara hiyo kila anapokutana na wewe, mara nyingi anakuwa anakuambia kuwa anahitaji kuwa karibu zaidi na wewe, zaidi ya kushikana mikono. Na ndiyo maana mara nyingi ishara hii huwa inajidhihirisha kwa watu ambao wapo katika mahusiano. Ni nadra sana kuiona ishara hii kwa watu ambao hawapo katika mahusiano ya kimapenzi, na ndiyo maana ni ishara ambayo inaonesha ni mtu ambaye anakusapoti, anakulinda, lakini pia anahitaji kuwa karibu na wewe kuliko hata kushikana mikono. Namba 6. Binadamu ambao wanapenda kugusana kwa kutumia vidole vyao vidogo. Ni kama ambavyo inaonekana katika picha hii, wapo baadhi ya wanadamu ambao wanapokuwa wa jinsia mbili tofauti, wanapotembea wanakuwa wanapenda kugusanisha vidole vyao vidogo. Hii ni ishara ambayo inaonyesha kwamba ninyi ni wanadamu ambao mahusiano yenu yapo imara sana. Hakuna sababu yoyote ambayo inaweza kuvunja mahusiano yenu. Haijalishi binadamu wengine watasema nini kuhusiana na ninyi, mahusiano yenu yataendelea kuwa imara siku zote za maisha yenu. Namba 7. Wanadamu ambao wanapenda kushikana mikono katika namna ambayo mwanadamu mmoja mkono wake unakuwa juu kidogo ya kiganja cha mkono wa mwanadamu mwingine. Yani ni kama ambavyo inaonekana katika picha hii. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanapokutana na mtu fulani anapenda kuwashika katika mshiko wa aina hii, basi ujue mtu ambaye anapenda kukushika katika mshiko huu anamaanisha hauwezi kukuacha upotee. Atakuongoza katika njia, atahakikisha unakuwa salama. Ni mtu ambaye amejitoa kwa kila kitu ili mradi tu wewe uweze kuwa salama. Hayupo tayari mtu mwingine au uweze kukugusa. Na ndio maana mshiko huu huwa unakuwa zaidi kwa mtu mwenye nguvu. Yani mtu mwenye nguvu huwa anamshika mwanadamu asiyekuwa na nguvu kwa ajili ya kumpeleka katika uelekeo fulani. Hata katika mahusiano pia, endapo mtu atakuwa anakushika kwa namna hii, inamaanisha hataki udhurike. Na mara nyingi mwanadamu ambaye humshika mwanadamu mwingine kwa mshiko huu huwa ni mwanaume. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.